Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu yadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba siku hizi tunashuhudia katika nchi za Ulaya na katika nchi za maendeleo watu ambao wachukia wengine mataifa mengine na vyama ambavyo winawachukia watu wengine wanaendelea kupokelewa na watu wengi sana na wanaendelea kupata umashuhuri, na wanaoandika makala pia wanaandika kuhusu watu hawa. Wanasema kwamba serikali inayopatikana siku hizi ambayo si ngumu sana katika kuwakaribisha watu ili wahamie katika nchi yao, hii yote inatokea kwa sababu ya tabia yao, tabia ya serikali hizi. Vile vile kuna sababu zingine pia, lakini mwishowe wanasema kwamba sababu ya hali hii ni Waislamu wenyewe, na wanasema Waislamu wanatakiwa wasipewe ruhusa ya kuingia katika nchi zao kwa sababu wao hawaungani nasi na wao wanakuwa na tabia yao. Na sawa na maoni yao kwamba Islam ni dini ya ugaidi, hawa Waislamu wanafuata dini yao, kwa hiyo hawawezi kuungana nasi. Au wanasema kwamba ikiwa hawa Waislamu wanataka kuishi katika nchi zetu, wanalazimika kuacha mila zao na dini yao, na wanalazimika kufuata mila za nchi zetu. Ikiwa wao hawafanyi hivi, hawakubali kufanya hivi, basi maana yake ni kwamba wao hawataki kuungana nasi na kupatana nasi. Ikiwa hawa Waislamu wanataka kufuata dini yao baada ya kukaa katika nchi hii, maana yake ni kwamba hawa watu wanaweza kuwa hatari kwa ajili ya nchi yetu. Hazur anasema kwamba mawazo haya ni mawazo ya ujahili. Wanasema kwamba minara ya msikiti ni hatari kwa ajili yetu. Kina mama wa Kiislamu wakiwa hijabu, basi hii ni hatari kwa ajili ya wananchi wa hapa. Ikiwa wanawake hawapeani mkono na wanaume, au wanaume ikiwa hawapeani mkono na wanawake wa Islamu, basi hii inaweza
kuwa hatari. लोगों औरतों से मुसाफा न करना, Hazur anasema katika Uingereza labda ni mwanasiasa moja moja ambaye anasema maneno ya aina hii, lakini katika nchi zingine wanasiasa wanapiga kelele sana kuhusu hii, लेकिन दूसरे ममालिक में na wanasiasa kila siku wanatoa maoni yao, wanaeleza maoni yao kuhusu hii, kisha wanatoa hoja hii आ रहे हैं इस बारे में, kwamba और फिर ये दलील भी देते Waislamu ni hatari kwa ajili yetu. Hii inathibitika kwa kupitia hoja hii kwamba katika nchi za Waislamu ugaidi umeenea sana na hakuna sheria katika nchi za Waislamu. और लाकानूनियत Katika nchi zetu pia mashambulio yaliyofanywa katika nchi yetu pia yalifanywa na Waislamu. तरफ से ही ज्यादातर हो रहे हैं। Hazur anasema kwamba watu tayari ni wapinzani, lakini wao wanaposema kwamba ugaidi unapatikana katika nchi za Islamu, hii kwa bahati mbaya maoni yao ni sahihi, na kule mashambulio ya ugaidi yanapatikana. और ये बात जो है, ये एतराज जो है, Na ikiwa wao wanasema hivi, hii pia ni wa sababu ya Waislamu, wao wamewapatia nafasi ya kusema hivi. तरफ से Zuri anasema kama niliyosema kwamba katika nchi za Waislamu ugaidi unapatikana na mashambulio pia yanatokea kule. गर्दी भी बहुत ज्यादा है, शिदत पसंदी भी है, और यहाँ हमले भी हो रहे हैं। कतई नजर इसके कि शिदत पसंद ग्रोहों Wale ambao ni magaidi katika nchi za Waislamu, wao wanapata silaha kutoka kwa nchi za Ulaya na nchi hizi kwa ajili ya kupata masilahi yao na bughudha wanayokuwa wanayo dhidi ya Islam. के खिलाफ Kwa sababu ya hii nchi kadhaa kwa ujanja fulani walitayarisha makundi haya ya magaidi. Upande mmoja hawa wanawasaidia hawa magaidi na upande mwingine और दूसरी तरफ बागियों wanawasaidia hawa makundi ya magaidi, तरीके से na upande mmoja wanasema kwamba hawa Waislamu ni magaidi. अगर ये मदद Ikiwa hawa तो कोई Waislamu ambao ni magaidi hawawezi kupigana na wengine ikiwa hawapati msaada kutoka nchi hizi za Ulaya. Hazur anasema kwamba bahati mbaya ni kwamba wakati wote Waislamu walipata hasara kwa sababu ya vitendo vyao wenyewe na kwa sababu ya kutokuelewana na kwa sababu ya kutokutimiza haki za wenzao, au walipata hasara hii kwa sababu ya kutanguliza masilahi ya nafsi zao juu ya masilahi ya dini. कौमी और मिली मफादात पर तरजीह देने से ही पहुंचा है। Na wao walipata hali hii kwa sababu walisahau dini ya Mwenyezi Mungu na walitanguliza masilahi ya nafsi zao. Wao walitakiwa wangeboresha hali ya imani yao अपनी रूहानी हालत na wangefuata amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Badala ya kufanya hivi, walifuata tamaa ya dunia, दुनिया के na लालच viongozi na wanasiasa na watu wa kawaida na maulamaa pia walianza kutanguliza tamaa ya dunia na masilahi ya nafsi zao badala ya kufuata dini. तरजीह बन गए और Na maulamaa walichangia sana katika kuwaelekeza watu katika njia ya giza kwa kutumia jina la dini. मजहब की आड़ में अदा किया और कर रहे हैं। बजाय इसके Wao badala ya kuangalia hali ya dunia na kwa kuzingatia ahadi za Mwenyezi Mungu, अल्लाह ताला के wangefikiria kuhusu hali hii inayopatikana siku hizi duniani, का जो तकादा था उन पर गौर करते। na wangefikiria kuhusu kumtafuta yule mtu ऐसे हालात में ambaye kuhusu yeye Mwenyezi Mungu alisema kwamba huyu imamu ataleta imani tena duniani, ataimarisha tena imani, वो ईमान को सुरैया से वापस लाएगा। na yeye atathibitisha heshima ya Islam tena duniani. और मुसलमानों के ईमान को
कायम करें। lakini badala ya kufikiria kuhusu hii wao walighafilika kabisa kuhusu imamu. si kwamba walighafilika bali walizidi katika upinzani wa mjumbe wa mwenyezi mungu kiasi hiki kwamba katika nchi za waislamu na katika nchi zisizo waislamu kule pia walienda hawa maulamaa na walifanya njama dhidi ya imamu huyu, na vile vile walionyesha uadui wao dhidi ya imamu huyu और दुश्मनी की ऐसी इंतहा की जिसकी कोई हद नहीं, बल्कि hata yule ambaye alikuja sawa na ahadi ya mwenyezi mungu wafuasi wake pia walisumbuliwa sana na hawa maulama katika nchi ya pakistan kwa sababu ya kutumia kanuni ya nchi na sheria ya nchi. Wanawasumbua wanajumuia, wanawadhulumu wanajumuia, na hii inaendelea tangu miaka na miaka वहाँ तो कई सालों से katika nchi zingine za waislamu pia kwa sababu ya haufu ya maulamaa mashehe बाद और na kwa sababu ya maofisa ambao ni wadhalimu. Wanajumuia wanateswa sana, wanasumbuliwa na hawa maadui. अहमदी मुश्किलात का शिकार रहे Sehemu zingine hali kidogo या हमको गुजरना पड़ा, imekuwa nafuu kidogo. Hatujui hali itabaki mpaka lini. Sisi tunaomba wanajumuia wawe chini ya ulinzi ya mwenyezi mungu, lakini siku hizi katika aljazair dhuluma hii inaendelea kuzidi sana. अलजायर में Polisi जुल्म बढ़ रहा है, inawagopesha wanajumuia. Mahakama pia inatoa hukumu sawa na hiari yake, na kwa kufanya hivi wanajumuia wanafungwa gerezani kwa sababu ya dini yao, na wengine wamefungwa gerezani kwa mwaka moja, kwa miaka mitatu. Wao walifungwa kwa sababu ya hii tu kwamba sisi tulimpokea imamu aliyekuja sawa na ahadi ya mwenyezi mungu, na sisi tumempokea kwa sababu ya hii वाले इमाम को, kwamba sisi और इसलिए tuliamrishwa na mwenyezi mungu na mtume wake kwamba atakayekuja huyu imamu basi ninyi mumpokee. Hazur anasema hawa ambao waliopewa adhabu kutoka hawa hakimu au wanasubiri kesi zao isikilizwe, au wengine ambao waliogopeshwa na hawa polisi, hawa wanajumuia idadi yao ni zaidi ya 200 ambao walisumbuliwa na hawa maadui. बाद भी 200 से ऊपर, Na ingawa wao walisumbuliwa sana, lakini wote hawa wanajumuia walisema kwamba nyinyi क्योंकि mna इस बात का इजहार किया है sisi hatuwezi kurudi nyuma hata kama nyinyi mnatusumbua kiasi gani. Hazur anasema basi mwanajumuia anapotangaza kwamba mimi बस अहमदी तो जब इस बात का ऐलान करता है nita ने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की nitamtanguliza mwenyezi mungu na mtume wake juu ya kila kitu, na kwa ajili ya hii mimi nipo tayari kwa ajili ya kujitolea. और इसके लिए बड़ी से बड़ी Anapotangaza hivi, anaposema hivi, hakuna yeyote ambaye anaweza kumteleza katika imani yake. Lakini hawa ambao wanadhulumu na kwa jina la dini tukufu ya Islam, kwa jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake wanadhulumu, hawa wote wakumbuke अल्लाह ताला और उसके रसूल Mwenyezi Mungu anamjali aliyedhulumiwa, को याद रख na maombi yao yanamfikia Mwenyezi Mungu. देख रहा है, और Mungu atakapoamua katika wakati ule hawa wadhalimu hawatabaki na dunia yao wala akhira yao, basi wanatakiwa waogope kudra ya Mwenyezi Mungu na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Hawa badala ya kuwadhulumu na kuwasumbua wanajumuia, wanatakiwa wachunguze hali yao ikoje. अहमदियों पर मजालम ढाने के अपनी हालतों को देखें। इस्लाम Wao ambao wanakuwa sababu ya kufedhehesha dini tukufu ya Islam, wao wachunguze, जो बायस बन रहे हैं, je, Mwenyezi Mungu alisema hivi kwamba hii ni lengo la maisha yao अल्लाह ताला ya kuumbwa kwao? Ikiwa hawa maulama wangekuwa na mapenzi ya dini tukufu ya Islam, दर्द रखने वाले होते ये उलमा जिनके फितनों के पीछे kwa sababu ya mashehe hao hakimu wanatoa अदालतों के uamuzi. जज चल रहे हैं, तो फिर इस्लाम Ikiwa hawa wanapenda dini tukufu ya Islam katika hali wakati Islam inaposhambuliwa na watu wote na उलमा एक होकर सोचते
watu wanaleta shutuma dhidi ya islam, वादे तो इस katika hali wangefikiria kwamba mungu alisema islam itaimarika na itaenea duniani, lakini badala yake islam inaendelea kupata fedheha zaidi. sababu yake ni nini? hawa wanatakiwa wafikirie, ये क्या वजह है? je kwa kuwapitia hawa magaidi ushindi wa islam utapatikana? और शिदत पसंद je mwenyezi mungu alisema hivi गलबा होगा। kwamba nyinyi kwa kumwaga damu musambaze dini tukufu ya islam? कि कत्ल वारत करके इस्लाम को फैलाओ। je islam inakosa hoja na dalili kwa kuthibitisha ukweli wake? ब्राहीन और दलाइल नहीं है जिनसे ये फैलाया जाए। क्या सिर्फ तलवार और मुखालिफ फिरके je और दूसरे मज़हब islam inasema kwamba kwa kutumia upanga watu wa dini zingine wawe watoto na kina mama, na kwa kufanya hivi je watatoa huduma ya islam? ikiwa wao wana mawazo ya aina hii, fikira ya aina hii, na wale अगर ये इनकी सोच है ambao ni maulamaa hali yao inaonekana ni aina hii, wao wana mawazo ya aina hii, basi katika hali hii hawa ni watu ambao तो फिर ये लोग हैं wanaasi amri ya mwenyezi mungu na mtume wake. hawa hawawezi kupata au faulu, हुक्म के नाफरमान। इनको कामयाबी तो मिलनी नहीं। vitendo vyao vitaleta ghadhabu ya mwenyezi mungu अल्लाह ताला की पकड़ kwa kuwadhulumu wanajumuia na kwa kutumia jina la islam kufanya mambo kinyume na mafundisho ya islam. काम करके kwa kufanya hivi, कुवत और ताकत के ikiwa wanaona kwamba wanapata ufaulu, hawa wanatakiwa wakumbuke समझ रहे हैं siku moja hawa watakufa na wataenda mbele ya mwenyezi mungu, चाहिए कि एक na kule watalazimika kujibu dhulma hii yote wanayotendea hapa duniani, जुल्मों का wanayofanya hapa duniani. Huzuri anasema hali ya waislamu imekuwa ya aina fulani, kwamba upande moja ni kundi la magaidi na kundi la mashehe ambao wana mawazo ya ugaidi. लोगों का तबका है। kama nilivyosema kwamba wameanza ufisadi dhidi yao na dhidi ya wengine kwa sababu ya mawazo haya, na upande mwingine ni wale watu ambao kwa kuwajibu hawa watu जो इनके रद्द au chini ya athari ya nchi za ulaya wameacha dini ya mwenyezi mungu, मजहब से ला ताल्लुक है। badala hawa watu hawafuati dini ya mwenyezi mungu au wana hofu kwa sababu hawafuati dini tukufu ya islam. na katika hali hii badala ya kueleza sifa za islam, इस्लामी तालीम की खूबियों को बयान करने के बजाय badala ya kusema kwamba wanaosema watu wa dunia si sahihi dhidi ya islam, wao pia wanaafiki pamoja na watu hawa wanaozungumza dhidi ya islam, उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। na wanaeleza mawazo ya waislamu ambao hawafuati mafundisho sahihi ya dini tukufu ya islam. बातें पेश करते हैं कि नहीं इसका मतलब ये था ये था। hawa wametanguliza hofu ya dunia juu ya hofu ya mwenyezi mungu. hivyo ndivyo wapo wanasiasa wengine na viongozi wa nchi mbalimbali. ikiwa hawa watu hawaafiki na mashehe na maulamaa wao, na wao kwa sababu ya hofu ya kukosa utawala na kwa sababu ya hii kwamba labda mashehe wataleta upinzani dhidi yao, hawa viongozi हमारे खिलाफ में भड़का दे। hawahusiki na dini इनका लोगों का कुछ वास्ता नहीं। wao kwa sababu ya woga na kwa sababu ya masilahi ya dunia wanakaa kimya na hawazungumzi dhidi ya hawa magaidi. ये खामोश है। ilmuradi गोया के मुसलमान kila aliyemkataa वो तबका imamu wa mwenyezi mungu, जिसने अल्लाह ताला के भेजे हुए का इनकार किया, yeye ameenda mbali na amri za mwenyezi mungu na mtume wake रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के kwa sababu ya kumkataa चला गया। imamu aliyekuja kutoka kwa mwenyezi mungu. hawa wawe mashehe ambao wanatumia jina la islam,
wao wanaleta shutuma dhidi ya sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba nauzubillah sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kudai kwamba yeye ni masihi aliahidiwa alifedhehesha islam. Lakini ukweli ni kwamba hawa ni watu kwa sababu ya masilahi ya dunia na kwa ajili ya kupata heshima ya dunia walileta upinzani dhidi ya sayyidina alayhi salatu wasalam. wao hawana hoja hata kidogo, na mnaona kwamba badala ya kutoa hoja wanatukana. Hawa ni watu ambao kwa kutumia jina la Islam wanaendesha biashara yao au wanatanguliza dunia juu ya dini. Hawa wote ni waislamu wa jina tu, wao hawajui mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam hata kidogo. Katika hali hii inayopatikana, wanajumuia wanatakiwa wafikirie ikiwa wao wamempokea imamu wa zama hizi. Katika hali hii wao wamepewa majukumu makubwa sana kwa kumpokea imamu wa zama hizi. Wapinzani lazima watawasumbua, watawadhulumu wanajumuia. Hivyo ndivyo wale watu ambao waenda mbali na dini na wanamkataa Mwenyezi Mungu, wale watu pia watatupinga wakati sisi tutakapo sema dhidi ya maoni yao wanayosema kwa jina la uhuru. Wakati ule hawa watu pia watakuwa wapinzani wetu. Je, katika hali hii sisi kwa kuwa na hofu tukae kimya, au kwa kuonyesha udhaifu wa imani yetu sisi tuafiki pamoja na hawa watu ambao ni watu wa dunia? Ikiwa sisi pia tutafanya hivi, katika hali hii kuna faida gani ya kufanya bayati ya sayyidina alayhi salatu wasalam? Sayyidina alayhi salatu wasalam alituambia baada ya kuja hapa kwamba ninyi mnalazimika kufuata amri za Mwenyezi Mungu na mnalazimika kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamtakiwi mupoteze imani yenu, wala hamtakiwi mulete ufisadi. Pamoja na hii mnalazimika kuzingatia kitu hiki pia, kwamba mtasambaza ujumbe wa Mwenyezi Mungu duniani kote ili umoja uimarike na mafundisho sahihi ya Islam yaenezwe duniani na dunia iweze kupokea mafundisho haya sahihi ya dini tukufu ya Islam. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba kwa ajili ya hii mwongozo uliopatikana ndani ya Qur'an tukufu mnalazimika kufuata mwongozo ule. Mwongozo ule ni huu: ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Yani uwaite watu katika njia za Mwenyezi Mungu kwa mawaidha nzuri na kwa nasaha nzuri, na ujadili nao kwa hoja ambayo ni nzuri. Basi kwa ajili ya mahubiri na kwa ajili ya kusambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam na kwa ajili ya kueleza hekima ya Islam, tunalazimika tuzungumze kwa kutumia hoja. Tusizungumze kama maulamaa wa kijina wanazungumza siku hizi au magaidi wanazungumza. Mwenyezi Mungu hakusema kwamba sisi tusambaze Islam kwa kutumia upanga. Kisha ni nchi za maendeleo na serikali ambayo inapatikana katika nchi hizi. Katika watu hawa tabia iliyoenea au hali inayopatikana, nchi ya kanuni ya nchi pia inawasaidia, ila hali
dini hairuhusu wafanye mambo haya, na yale mambo ni kinyume na hulka njema, bali ni dhambi kubwa sana. ये बातें हैं बल्कि गुनाह भी हैं। उनके बारे में Sisi tutazungumza dhidi ya mawazo ya hawa watu. अगर दूसरा फरीक गुस्से में आता है Ikiwa mtu mwingine anapata ghadhabu na hasira ikiwa sisi tunazungumza, basi kule tunatakiwa sisi tuondoke उठा जा सकता है। na tumwache, lakini haitakiwi iwe hivi kwamba kwa sababu mtu amepata ghadhabu basi sisi pia tuafiki pamoja naye दूसरा फरीक गुस्से में आ गया, हम उनके हाँ में हाँ मिलाने लग जाएं। अगर खौफ होकर ikiwa sisi tunaafiki pamoja nao kwa sababu ya dunia, kwa sababu ya hofu, basi katika hali hii sisi pia tutashirikiana na dhambi pamoja na hawa watu. फिर उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। Sayyidina alayhi salatu wassalam वसीम अलैहिस्सलाम alisema kwamba jadilhum billati hi ahsan. Alisema maana yake si hii kwamba sisi tuafiki pamoja nao na kwa kufanya hivi tuende kinyume na mafundisho ya Islam. Hazur anasema hikama maana yake si kwamba mtu awe mwoga, हिकमत का मतलब ये नहीं है कि बुज़दिली दिखाई जाए, bali mtu anatakiwa aseme kauli au atoe hoja bila kuleta ufisadi, कहने में na kwa kufanya hivi atimize haki ya kuzungumza na kueleza hoja, lakini pamoja na hii asilete ufisadi. क्या बात करने का Basi mwaminio anatakiwa awe mwangalifu kwamba kuna tofauti gani baina ya hekima na uoga, कि बुज़दिली और हिकमत में क्या फ़र्क है। जो इस्लाम के वाज़ेह हुक्म है mambo ambayo yanakatazwa na Islam. Sisi hatutakiwi tuyafanye yale mambo, bali tunalazimika kusema kwamba yale mambo si sahihi. नहीं करना, और Pamoja na hii tunalazimika kwamba sisi tusiende kinyume na sheria ya nchi. ये भी है कि कानून को हाथ में लेकर Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza maana yake zaidi anasema kwamba wakati unapozungumza na mtu mwingine, wakati ule unatakiwa uzungumze, ujadili na watu kwa hekima na kwa mawaidha mzuri, हिकमत और नेक नसीहतों के साथ बहस कर जो नरमी lakini hii pia ni kweli kwamba हाँ mashehe wa कि बते kijahili wanadhani kwamba kwa kutumia upanga अपनी हम kusambaza dini ni kazi ya thawabu, से दीन को फैलाना, na wao wanaishi maisha ya unafiki, और वो दरपर्दा और निफाक से जिंदगी lakini wao wamekosea katika mawazo yao, maoni yao. वो ऐसे ख्याल में सख्त Ikiwa wao wamekosea hatuwezi kulaumu Qur'ani tukufu. Ikiwa wao wamekosea wanaleta maoni ya aina hii, si maana yake Qur'ani inasema hivi. Hatuwezi kulaumu Qur'ani tukufu kwa sababu ya maoni yao. कि अल्लाह ताला की किताब पर इल्जाम आए। Ukweli wa Qur'ani tukufu hahitaji ugaidi wa aina wote. हकीकी सदाकतें किसी जबर की मोहताज Ugaidi unapatikana wakati mtu anapokosa hoja na hali ya kiroho. के रूहानी दलाइल कमज़ोर हैं। Je, yule Mungu ambaye aliyemfunulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe usubiri कि फसबिर kama manabii walisubiri. यानी तू Ikiwa subira ya manabii wote inakusanywa, subira yao isiwe zaidi kuliko subira yako, unatakiwa ufanye subira ya aina hii. Vile vile alisema la ikraha fi din, yani hakuna karaha katika dini. Vile vile alisema udu ila sabili rabbika bil hikma पर नहीं चाहिए wal mauizati al hasanati, कि उदो yani kwa mawaidha mzuri na kwa hekima ujadili na watu, usitumie ukali. यानी Kisha alisema wal qazimin al ghaiza wal afin anin nas, सख्ती से yani waaminio ni wale tu ambao wanapata ushindi juu ya ghadhabu yao, आफीना ने नास, यानी मोमिन वही हैं na wanawasamehe wale watu wanaoshambulia na hawatoi majibu ya mambo ya ufidhuli. Amesema, je, Mungu huyu anaweza kutoa mafundisho ya aina hii kwamba nyinyi muwaue wapinzani wa dini tukufu ya Islam na muyanganye mali yao, तुम अपने दीन के मुनकरों को कत्ल कर लो bali और उनके माल लूट लो और उनके घरों को वीरान hali iliyopatikana mwanzo wa Islam, wakati Waislamu walipoambiwa wapigane na wale makafiri, ni wale tu ambao
walishambulia waislamu na wao walipata adhabu sawa na amali zao. ऐसा किया वैसा Amesema बर्दाश्त पाया। hii imeandikwa wapi kwamba nyinyi muendelee kuwaua maadui na wapinzani? Haya ni mawazo ya mashehe na mapadri na uhakika wake haupatikani ndani ya Qur'ani tukufu. और नादान पादरियों का ख्याल है जिसकी कुछ भी असलियत नहीं। Wale ambao ni maulama wa kijina au wale ambao ni wapinzani wa dini tukufu ya Islam ni hawa tu ambao wanasema kwamba Islam inasema muwaue wapinzani wa Islam. कहीं नहीं लिखा। Basi haya ni mafundisho ya Islam, kwa hiyo waislamu wengine hawafuati. मुसलमान तो अमल नहीं करते। Wao wanafanya hivi labda hawana shauku ya kusambaza ujumbe wa Islam, au labda ni kwa sababu ya hii kama alivyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa ni maulama wa kijahili wajinga, hawana elimu ya Qur'an tukufu. नादान और जाहिल Lakini sisi wanajumuia katika waislamu na wasiokuwa waislamu हमने tunalazimika kusambaza mafundisho haya sahihi ya mafundisho ya Islam. Kwa hiyo katika kila mmoja sawa na uwezo wake, kila mwanajumuia anatakiwa azingatie kazi hii, jukumu hili, हर अहमदी को इस तरफ तवज्जो की जरूरत kwa sababu ikiwa zamani hawa watu walikuwa walifichika na walikuwa wanaishi maisha ya unafiki, है और निफाक की जिंदगी गुजार रहे हैं। lakini walikuwa na mawazo ya ugaidi इस्लाम की katika Islam. Sasa इस्लाम की शिद्दत पसंद तालीम का नजरिया रखते थे। makundi yanapatikana ambao wanaeleza mawazo yao waziwazi, ऐसे गिरोह हैं na hawa waislamu wanawaua wenzao, si wale ambao si waislamu, na kwa kufanya hivi wanafedhehesha Islam. Hawa wote ni wapinzani wa jumuiya, hakuna shaka ndani yake. और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अहमदियों के खिलाफ Kila kundi linamwaga damu ya kundi lingine katika Islam, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ na pamoja na hii wao ni wapinzani wa jumuiya. Basi katika hali hii majukumu ya wanajumuiya yamezidi sana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kumbukeni yule mtu ambaye ni mkali sana na anapata ghadhabu haraka sana, basi yeye hawezi kutoa maneno ya maarifa na hekima katika ulimi wake. Moyo ule unakosa mambo ya hekima. हरगिज नहीं निकल सकती। Yule ambaye anapata ghadhabu haraka sana dhidi ya mpinzani wake, yule anakosa hekima. सामने जल्द तैश में आकर आपे से बाहर हो जाता है। Yule ambaye anasema maneno machafu hawezi kupata maneno ya hekima, लताइफ की na ghadhabu na hekima haiwezi kuwa pamoja sehemu moja. Amesema गजब और हिकमत दोनों जमा yule ambaye anakuwa na ghadhabu basi anakosa akili, hawezi kuwa na akili, yeye hawezi kupata ushindi katika uwanja wowote. उसको कभी Ghadhabu ni sawasawa na mwenda wazimu. नहीं दिए जाते। Mtu anapozidi katika ghadhabu basi anaweza kuwa mwenda wazimu. जब ये ज्यादा बढ़ता है तो पूरा जुनून Hazur anasema basi mtu anapopata ghadhabu sana katika hali mtu asemi maneno ya akili. Hii ndiyo hali inapatikana katika wapinzani. Hawa mashehe wanaonyesha tabia hii kila mahali dhidi ya wanajumuiya, na kwa sababu ya tabia yao hii Islam inapata fedheha. और उसका ये अमल Hazur anasema sisi tunapofanya mahubiri na tunaeleza mafundisho sahihi mbele ya dunia, और इस्लाम की पुरअमन तालीम दुनिया को बताता kwa kuona hali hii wale ambao ni dhidi ya Waislamu wanasema kwamba nyinyi labda ni wenye amani, lakini wengi Waislamu hawaamini kwamba nyinyi Waislamu. Kwa hiyo nyinyi hamwezi kuwa naibu wa Islam, yani hamwezi kuzungumza kwa niaba ya Islam. Hazur anasema kwamba katika hali hii sisi tunapata changamoto zaidi kuliko hawa watu, kazi yetu inazidi zaidi. Basi katika hali hii kila mwanajumuiya anatakiwa achunguze majukumu yake vizuri, atekeleze majukumu yake. है, एहसास करने की जरूरत है। Kila mwanajumuiya anatakiwa kauli yake na mali yake iwe sawa na mafundisho ya Islam. Ikiwa yeye hafanyi mahubiri, lakini kauli yake na amali yake itafikisha ujumbe wa Islam. उसका कौल फेल इस्लाम का पैगाम पहुंचाने वाला हो। Kisha Hazur anasema tunatakiwa tuzingatie kauli ya Hazrat Ali radhiallahu ta'ala anhu kuhusu mahubiri. Alisema कि हिकमत की इस बात को भी सामने रखना चाहिए। mioyo आपने फरमाया
inakuwa na hali ya aina fulani, baadhi wakati inakuwa tayari kusikiliza, lakini baadhi wakati mioyo inakuwa inakosa hali ile. किसी वक्त उसके लिए तैयार नहीं होता. kwa hiyo कभी इंसान कोई बात सुनने के लिए nyinyi muingie mioyoni mwa watu sawa na hali ya mioyo yao, na yani muzingatie hali inapatikanaje sawa na hali ile, muingie mioyoni mwa watu na kule, kisha na museme mhubiri wakati mtu anapokuwa tayari kusikia. Hazur anasema tunatakiwa tufuate mwenendo huu. Kisha sainam alah salatu wassalam alitusihi kwamba wakati mnapozungumza basi mzungumze kwa kufikiria sana na mzungumze kwa ufupi. Haina haja ya kufanya mjadala ndefu sana. बहुत बेसिक Hazur anasema baadhi wakati sainam alah salam alisema kwamba mtu aseme maneno kadhaa tu, yale maneno yataingia masikioni. और सीधा कान के अंदर चला जाए. Hazur anasema kwamba hali hii inaweza kupatikana wakati mtu anafanya mahubiri bila kukosa na anajenga mahusiano mazuri na watu. आज़ादी के नाम पर खुदा ताला के कानून से टकराने और आज़ादी के नाम पर गैर अखलाकी Wale ambao ni dhidi ya Waislamu wanafanya juhudi kwamba kwa jina la uhuru walete mambo ambayo ni kinyume na dini ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunatakiwa dhidi ya maoni ya hawa watu kwa kujenga mahusiano mazuri na kwa kutumia hekima tunaweza kujibu maswali yao. Hazur anasema katika Australia, ikiwa अब ऑस्ट्रेलिया में wanapatikana wengine ambao wamezidi katika uadui wa Islam kiasi hiki इस्लाम दुश्मनी तक kwamba ikiwa wanawake hawapeani mkono na wanaume, wao wanasema hawa wanawake wanatakiwa wafukuzwe katika nchi yao. मुसाफा नहीं करते तो उन्हें मुल्क से Kuhusu hii Hazur anasema kila mwanajumuiya anatakiwa sawa na uwezo wake afanye kazi अपने अपने दायरे na हर अहमदी को काम करना चाहिए. ajaribu kuondoa hali hii. Vile vile katika nchi kadhaa watu ni dhidi ya hijabu au dhidi ya misikiti. Au mwanasiasa wa Holland mmoja amesema kwamba Waislamu wote wanatakiwa wafukuzwe katika nchi yao. एक सियासतदान का बयान है कि तमाम मुसलमानों को ही मुल्क से Au या एक rais wa Marekani anasema Waislamu wapigwe या अमेरिका के सदर marufuku wasiingie katika nchi yake. Hazur anasema bila shaka hayo yote yanathibitisha wao ni kinyume na ni dhidi ya mafundisho ya Islam, की सारी बातें lakini kwa bahati mbaya Waislamu pia wanaungana nao, Waislamu kadhaa wanaungana nao. लेकिन साथ ही इस्लाम की तालीम की हकीकत भी Lakini wapo wengi ambao hawajui hali ya hawa watu. Kwa hiyo sehemu yote ambapo jumuiya inapatikana, ambapo tunaweza kufikisha ujumbe vizuri, kule की तादाद इतनी है wanajumuiya kwa kufanya vikao mbalimbali vya mahubiri कर सकें. wanatakiwa रवायती प्रोग्रामों के साथ जो wa प्रोग्राम है wafikishe ujumbe wa Islam kwa kupitia vikao hivi. कि अमन और सलामती के पैगाम को पहुंचाने के लिए भी बनाने चाहिए. Hazur anasema kwamba nchi ambapo wapinzani wa jumuiya wanaendelea kupata nguvu, ikiwa kuna yeyote ambaye anaweza kuwajibu hawa watu ni jumuiya Ahmadiyya tu. कोशिश कर सकता है Waislamu wengine तो वो जमात अहमदिया ही कर सकती है. इस्लाम की खूबसूरती को hawawezi kuthibitisha uzuri wa dini tukufu ya Islam kwa sababu wao hawana nidhamu wala hawawezi kufanya kazi hii. उन्हें वो तंजीम ही नहीं है. Kazi hii itafanywa na wale ambao walifanya na bayati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na ilitabiriwa kwamba itakuwa hivi. Basi kila mmoja wetu anatakiwa aelewe vizuri umuhimu wa kazi hii. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema sehemu moja, समझना चाहिए. हज़रत मसीह मौला kadiri batili inakuwa kinyume na Islam, जोर से sawa na hali ile hali ya kiroho pia inapata nguvu. उसी कदर हक की ताकत और कुव्वत तेज होती Haki ikiwa inapingwa, basi sawa na upinzani haki inangaa zaidi. है. जिस कदर जोर
से मुखालफत anasema sisi wenyewe tumejaribu mahali ambapo watu walileta upinzani dhidi yetu kule jumuiya ilipatikana कि जहाँ जहाँ na mahali ambapo baada ya kusikia mahubiri wanakaa kimya kule maendeleo hayapatikani और जहाँ लोग सुनकर खामोश हो basi ikiwa sisi tunapingwa na waislamu tunapata upinzani tunaona kwamba kwa sababu ya hii jumuiya inaendelea kupata maendeleo sana katika aljazair अलजायर में भी pia ujumbe umeenea sana kwa sababu ya hali inayopatikana kule kwa sababu watu wanaandika dhidi ya jumuiya ahmadia na kwa sababu ya hii watu wanajua kuhusu ahmadia na wale wanaotabia nzuri wanapata athari yake vile vile nchi ambapo si nchi za waislamu kule watu wamejenga chuki dhidi ya islam kule sisi wanajumuiya tunatakiwa tusambaze हमें ज़्यादा से ज़्यादा ujumbe wa islam haraka iwezekanavyo na kwa njia nzuri को मुतारफ करवाने की कोशिश करनी चाहिए जैसे कि मैंने कहा labda tukifanya hivi upinzani utazidi dhidi yetu से शायद हमारी na sehemu ingine hali hii imeshaanza kupatikana kwamba upinzani umezidi ऐसे katika wale ambao si waislamu katika mashariki wa germany वगैरह में भी dhidi ya jumuiya watu wananchi wa kule wanasema maneno mengi sana बात के खिलाफ कौम पर lakini pamoja na hii wale ambao wana moyo safi athari inapatikana juu yao na wao wanajua kuhusu jumuiya kwa kupitia upinzani huu basi kwa kuona hali hii badala ya kupata hofu bali tunatakiwa sisi जुदा होने के बजाय tuongeze kazi yetu na kila mwanajumuiya sawa na hali yake na uwezo wake anatakiwa afanye mahubiri sainam alah salatu wassalam anasema तबलीग का हिस्सा बनना चाहिए kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa islam na kwa ajili ya kulinda islam और सच्चाई kwanza kabisa इस्लाम की हिफाजत और kitu kinachotakiwa ni hii kwamba nyinyi muwe mfano mzuri wa islamu कि तुम mafundisho ya dini tukufu ya islam ya pili ni kwamba nyinyi mueleze sifa za islam duniani इस hazur anasema mwenyezi mungu atujalie atupatie uwezo kwamba sisi tuweze kuishi sawa na mafundisho ya dini tukufu ya islam sisi tuwe picha halisi mafundisho ya islam वाले हों na ingawa sisi tunapata upinzani wa hali ya juu sisi वाले हों tuendelee kusambaza ujumbe mzuri na mafundisho mzuri wa islam इस्लाम की खूबियों और कमालात को na sisi tuwe miongoni wa wale ambao wanadhihirisha ukweli na uzuri wa mafundisho ya dini tukufu ya islam वालों में से हम में से हर एक hazur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu jeneza hii ya kwanza ni ya बाद मैं कुछ जनाजे गायब पढ़ाऊंगा hakim muhammadin saheb wa qadian जनाजा गायब है मुकर्रम मोहतरम alikuwa mtoto wa muhammad azizuddin saheb tarehe 15 wa march 2017 katika umri ya miaka 97 alifariki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 2017 babu yake hadrat hakim molvi waziruddin saheb alikuwa sahaba wa sinam alahi salatu wassalam हकीम मौलवी वजीरुद्दीन साहब na jina lake liliandikwa katika rodha ya masahaba 313 की फहरिस्त में wa sinam alahi salatu wassalam na sinam alahi salam aliandika jina lake katika vitabu vyake viwili आईना कमालत इस्लाम और ज़मीन अंजाम आतम में दर्ज फरमाया हुआ है hadrat hakim molvi waziruddin saheb alikuwa headmaster wa madrasa हकीम मौलवी वजीरुद्दीन साहब 1905 matetemeko yalipotokea मसीह इस्लाम की पेशगोई के katika matetemeko haya wanafunzi wa madrasa yake walisalimika में आप और मदरसे के तलबा मुइज़ाना तो hakim muhammadin saheb marehemu 1920 katika husharpur alizaliwa मरहूम जून 1920 alipata ufaulu katika imtihani ya metric huko kadian मैट्रिक इम्तिहान लाहौर से miaka miwili alisoma katika college tibia college lahore डिग्री हासिल की 2 साल तभी na alipata digri ya hakimu daktari वहाँ से हाजिक तभी हकीम हाजिक की डिग्री 42 mpaka 44 alikuwa katika idara ya railway मास्टर के तौर पर काम किया baadaye sawa na nasaha ya halifa wa pili alitoa wakfu maisha yake उस वक्त यूनुस सानी ने ये इरशाद फरमाया कि अपना काम जारी रखें और तबलीग करते रहें
alikuwa na hamu sana baada ya kusikiliza hutuba ya huzur kwamba atoe wakfu na afanye kazi kama ni mbashiri कि वक्फ करें और बाकायदा मुबल्लिग के kwa sababu ya hamu yake hii na kwa sababu ya kumwandikia barua chungu mzima halifa wa pili ख्वाहिश की वजह halifa wa pili hatimaye alimkubali kuwa mbashiri wa jumuiya से बताया जब इनको na aliwahi kuwa mubaligh incharge kule mumbai और मुंबई में मुबल्लिग इंचार्ज alifanya kazi pamoja na abdurahim nayyar नज़ीर अहमद kwanza baadaye aliteuliwa kuwa mbashiri mkuu साहब के तहत काम किया माउन के तौर kwa jumla miaka 25 alifanya kazi katika uwanja wa mahubiri 1972 alikwa kule kadian पर गुजाराने की तौफीक mwanzoni alikuwa mwalimu katika madrasa ahmadia kisha miaka 12 aliwahi kuwa headmaster wa madrasa साइंदिया में पहले उस्ताद मुकर्रर हुए nazim darul qadha और हेडमास्टर मदरसा sadr majlis sarullah wa india बैसियत नाज़िम दारुल क़ज़ा सदर मजलिस alikuwa member wa majlis karperdas pia और मेंबर मजलिस aliwahi kuwa nazim wakfe jadid pia बरदास के तौर पर खिदमत की तौफीक मिली नाज़िम वक्फ़े 2011 aliteuliwa kuwa sadr wa sadr anjuman ahmadia 2011 में na 2014 aliendelea kufanya kazi hii बनाया था और 2014 तक ये सदर से की खिदमत बजा लाते रहे इस लिहाज से बड़ा वसी alitoa huduma yake kwa muda mrefu sana kwa miaka na miaka alitoa huduma उनका जो yeye aliwahi kufanya haji ya badal कई सालों में फैला हुआ है alikuwa akisoma qurani tukufu के तौर पर हज बैतुल्लाह भी kwa sauti nzuri na kwa sauti ya juu कुरान करीम की तिलावत बड़ी उम्दा किया करते थे आवाज़ भी बड़ी ऊंची थी alifanya wasia ya asilimia 10 kisha baadaye alifanya asilimia 7 kisha baadaye alifanya asilimia 5 kwa hiyo alifanya wasia yake ya asilimia 5 alikuwa mtu mnyenyekevu sana kwa unyenyekevu sana alitoa huduma zake नफ्स इंसान थे बड़ी aliwahi kuwa chini ya watu wadogo lakini aliwatii hawa wote जैसे बहुत जूनियर के भी मतहत रहे तो कामिल इताअत के साथ इन्होंने अपने जूनियर मुरब्बियान के तहत भी काम किया mwenyezi mungu amghofirie marehemu अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे na awajalie watoto wake mabinti watatu wanaishi katika pakistan na watoto wawili wanaishi kule india mwenyezi mungu awajalie hawa watoto wote pia kwa imani sana watimize ahadi yao ya bayat na waendelee kuitumikia dini jeneza ya pili ni ya bana fadhlahi anwari saheb करने की तौफीक अता फरमाए tarehe 14 wa march दूसरा जनाजा tarehe 4 wa march 2017 katika germany alifariki na lillahi wa inna ilaihi rajiun 4 मार्च 2017 को 90 साल की उम्र में जर्मनी में वफात पा गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन alizaliwa 1927 april huko bhera 16 अप्रैल में 27 को ही पैदा हुए 46 alishinda katika imtihani ya shule 1946 na alitoa baadaye wakfu maisha yake का इम्तिहान पास किया 1947 में अपने आप alifanya किया bsc 1950 alimaliza masomo ya bsc na baadaye alijiunga na jamiatul mubashirin और से बीएससी की 1951 में जामियातुल मुबश्शिरीन में दाखिल हुए kisha baadaye alianza kutoa huduma zake kwa muda mrefu sana 56 alitumwa kule ghana na mpaka 60 alikuwa kule 60 mpaka 64 aliwahi kuwa mwalimu kule jamia ahmadia 60 तक अब वहाँ रहे 64 67 aliwahi kuwa mbashiri kule germany 68 alitumwa kule nigeria na mpaka 72 alikuwa kule 72 tena alikuja germany na 77 aliendelea kutoa huduma zake kule germany 72 में फिर जर्मनी 79 aliwahi kuwa sekretari wa hadikatul mubashirin 1979 में सेक्रेटरी aliwahi kuwa additional nadhir talimul quran में काम किया 1982 नाज़िर इस्लाह और शाह तालीम कुरान भी alitumwa gambia kwa kuwa mbashiri और mpaka 73 alikuwa kule baadaye alipelekwa nigeria 1983 तक फिर वहाँ रहे alibaki kule mpaka 1986 और 1986 से
1986 alirudi Pakistan. Kule alianza kufundisha tena Jamia Ahmadiyya. Baadaye alipewa majukumu katika wakala tasnif. 88 में आपका तकर्रुर फिर वकालत तस्नीफ में हुआ। 1988 तक na baadaye alistaafu, na baada ya kustaafu alihamia Germany. Katika Germany pia baada ya 1974 wakati ule upinzani ulipopatikana dhidi ya wanajumuiya, आपने वहाँ aliwasaidia wanajumuiya ili wahamie kule, na kwa sababu ya huduma yake hii halifa watatu alimsifu sana. आने का बड़ा काम किया जिसको सालस ने बड़ा सराहा। Wanajumuiya wa zamani wanaoishi kule waliniandikia, bana Irfan Khan sahebu anaishi kule, aliniambia kwamba marehemu alitulea kama ni baba. Wakati ule tulikuwa na shida ya uchumi, lakini yeye alitulea vizuri, na sisi tulipokuwa tukitawadha alikuwa akituangalia kama tusipoteze maji, kwa sababu wakati ule ilikuwa ngumu sana. हमारे पीछे खड़े हो जाया करते थे कि पानी Wakati ule wengi waliohamia Germany walikuwa vijana. जवानों को उस वक्त जो Marehemu aliwapatia malezi ili wajenge mahusiano mazuri na jumuiya. जमात के साथ मुंसलिक Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya marehemu, amghofirie, बड़े कनात पसंद थे। अल्लाह ताला na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waweze kuendeleza wema yake. इनकी औलाद को भी इनकी नेकियों को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। Ameandika vitabu pia kuhusu darwesh wa Qadian, masahaba wa Sinam alayhi salatu wassalam. खुसूसियात पे बाज़ कुतुब भी लिखी हैं। Jeneza ya tatu ni ya bana Ibrahim bin Abdullah. तीसरा जनाजा है इब्राहिम बिन Alikuwa mwenyeji wa Morocco. Tarehe 10 ya March 2017 जमाल अफजल साहब के वालिद हैं मराकश से। katika umri wa miaka 81 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 81 साल की उम्र में Alifanya bayat katika mwaka 2000. Mke wake alitangulia katika bayat, इन्होंने दो na mke wake alimridhisha yeye afanye bayat. Alikuwa akiangalia MTA, alikuwa msaliaji sana, na alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. अक्सर MTA देखते रहते थे। नमाजों के Alikuwa akiwatendea vizuri watu wote wa familia, na yeye hakutumia ukali katika malezi ya watoto wake. बाद खाना से बहुत शफकत करते, बहुत नरम खूह थे। औलाद की तरबियत में कभी सख्ती नहीं की। Alikuwa mwenye kutoa sadaka sana. खानदान को अपने मुत्तहिद रखा। Aliwasaidia ndugu zake, na alijaribu kuboresha hali ya mali ya ndugu zake, na alikuwa na sifa ya kuwa karimu wageni, na alikuwa akifurahi sana kwa kuona mgeni. स्वस्थ था। जमाती मेहमानों के आने पर बड़े खुश होते थे। Tangu ujana wake alikuwa mashuhuri kwamba yeye ni mtu mwaminifu sana. Hata kwa mtu ambaye alikuwa akifanya kazi yake, yule mtajiri wake alikuwa akimpatia mali yake yote kwa sababu ya uaminifu wake, na matajiri wengine walikuwa wakishangaa sana kwa kuona hali hii. Na yeye alikuwa msaliaji sana mpaka mwisho wa uhai wake. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu, हज़रत में बार बार नमाज के बारे में दरियाफ्त करते रहे। अल्लाह ताला मरहूम na Mwenyezi Mungu awajalie subra watu wa familia yake, na watu hawa wote waendelee kujenga mahusiano mazuri na ukhalifa. Amin. फरमाए और खिलाफत जमात से वाबस्ता रखे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.